بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Itakapokuja nusura ya Mwenyezi Mungu na ushindi, na ukaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi, zitakase sifa za Mola wako mlezi na umombe msamaha, hakika yeye ndiye anayepokea toba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Suratul Nasr imeteremka Madina. Sura hii imemtaka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ukija msaada wa Mwenyezi Mungu na ushindi, na akaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi, kwa kutua mambo yake na kutukuka neno lake na kumkamilishia Mwenyezi Mungu, basi amtakase Mola wake mlezi kwa kumsifu, na amtakase na kila lisilomwelekea, na ammombe msamaha kwa nafsi yake na kwa waumini, kwa sababu hakika yeye ni mwingi wa kukubali toba za waja wake na anasamehe makosa. Ikithibiti nusura ya Mwenyezi Mungu na ushindi kwako na kwa waumini, na ukawaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi, basi mshukuru Mola wako mlezi na sabih, mtakase kwa sifa zake, na mtake akusamehe wewe na umma wako, kwani hakika yeye ni mwingi wa kupokea toba za waja wake. Maoni ya wataalamu juu ya surati Nasr. Sura hii tukufu inaashiria kugomboka kwa Makka, na sababu hasa iliyopelekea kugomboka Makka ni Makureshi walipovunja mkataba wa amani wa Hudaibia kwa kuwashambulia kabila ya Khuzaa, ambao walikuwa wana masikilizano na Mtume sallallahu alaihi wasallama, na wakawasaidia Bani Bakri katika hayo. Yalipotokea hayo, Mtume akaona walioyafanya Makureshi kuvunja mapatano, imembidi ende kuigomboa Makka. Basi akakusanya jeshi la nguvu lenye wapiganaji 10,000. Akenda mwezi wa Ramadhani katika mwaka wa 8 wa Hijra, yani Disemba mwaka 630 BK. Akawazuia watu wake wasipigane ila wakilazimishwa. Na Mwenyezi Mungu alipenda ingie nabii na jeshi lake Makka bila ya vita. Na kwa hivi akapata ushindi mkubwa kabisa katika tarehe ya wito wa Kiislamu bila ya vita. Na Mwenyezi Mungu akamwezesha kusimamisha dola ya kwanza duniani bila ya vita na bila kumwagwa damu. Na huo ugombozi wa Makka ulikuwa na athari za kufikia mbali kwa pande za dini na siasa, kwani ilikuwa ni kung'oa upagani, kuabudu masanamu katika ngome yake kubwa, kwa kuvunjwa masanamu yaliyosimamishwa katika Al-Kaaba, na yakaondolewa mapicha na masanamu yaliyokuwemo. Na kwa kuingia Makka kwenye boma la Uislamu, Nabii sallallahu alaihi wasallama aliweza kuzishinda kabila zote zilizobakia katika Hijazi, ambazo zilizokuwa zinakani za kijahilia kama Hawazani na Thaqif. Mwenyezi Mungu akamwezesha kusimamisha dola si juu ya kabila wala nchi, bali juu ya imani, nayo ni imani ya Kiislamu na bendera ya Kiislamu.